ulama BAKWATA Taifa. Huyu ni Sheikh Hamad Masudi Jongo, mjumbe wa baraza la ulama BAKWATA Taifa. Karibu Sheikh. Kwa jina lako tukufu Mwenyezi Mungu, kwa kutumia sura ya Qur'ani tukufu tunatawassali kwako Mwenyezi Mungu ili utuendeshee kikao hiki na utushike mkono tufike kwenye malengo tunayokusudia kwa siri ya sura al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله. والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله baada ya dua hiyo naomba niende kwa mwenyeji wa jiji la Dar es Salaam. Hapa ni Sheikh Al-Hadi Musa Salim Al-Naqshbandi. Yeye atatukaribisha rasmi katika jambo letu hili. Karibu Sheikh. Asante. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali hafidhahullah, Dr. Cheno Omar Bare, mgeni wetu ukiwakilisha International Open University, chuo ambacho kiko kule makao makuu Gambia. Nilifanya utambulisho mdogo wa wageni wetu waliopo. Kushatoni kwa Mheshimiwa Mufti ndiye mgeni wetu Dr. Cheno Omar Bare, lakini kushoto kwake kabisa ni mwenyekiti wa halmashauri kuu BAKWATA Sheikh Hamisi Mataka. Kulia kwa Mheshimiwa Mufti ni katibu mkuu Nuhu Mroma, lakini anafuata Sheikh Isa. Kulia kwake Sheikh Isa Uthman, mjumbe baraza la ulama, na mwisho kabisa kule ni Sheikh Hamad Masudi Jongo, mjumbe baraza la ulama. Lakini pia nyuma hapa yuko katibu wa baraza la ulama Sheikh Hassan Chizenga, na pia yupo Sheikh Musa Himay, katibu wa Mufti, na nyuma kabisa yuko Alhaji Bagwan Jumbe, katibu utawala ofisi ya Mufti, na namuona pale Alhaji Maadhi na brother Msabila yuko hapa. Lakini afisa habari wa Mufti namuona hapa Huraira. Ni timu nzima ambayo iko hapa. Mwandishi wa Mufti Dr. Harith Mkusa, lakini Mheshimiwa Mtulia yuko hapa, mbunge mstaafu. Almuhimu kwamba karibuni katika hili tukio kubwa la kuwekeana mkataba kati ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania na Chuo Kikuu Huria cha Kimataifa, ambacho sasa kitafanya kazi zake kwa kiwango kikubwa zaidi kama tutakavyoelezwa. Kwa hiyo niseme karibuni sana. Wassalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Tukushukuru sana Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam kwa makaribisho na utambulisho. Na sasa ni moja kwa moja tuelekea kwa katibu mkuu, kwa sababu yeye ndio mwenye jambo lake, pia atatueleza kwa ufupi. Karibu sana mheshimiwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mheshimiwa Mufti na Sheikh wa Tanzania, Mheshimiwa mgeni wetu Dr. Cheno Omar Bare, waheshimiwa viongozi wote wa meza kuu, waheshimiwa wanahabari, mabibi na mabwana, karibuni sana katika hafla yetu hii muhimu ambayo imeandaliwa na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA, katika jambo hili ambalo hivi punde tutalizindua. Awali ya yote nichukue nafasi hii kueleza kwa ufupi muktadha wa jambo hili. Mheshimiwa Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania
Sheikh Bakari Zuberi bin Ali Mbwana alipochaguliwa na kuingia kama mufti wa Tanzania mwaka 2015, alikuja na kauli mbiu ya jitambue, badilika, acha mazoea. Katika kauli mbiu ile, Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania limefanya mapinduzi mbalimbali katika kulitengeneza na kulifanya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania liwe chombo halisi cha Kiislamu kinachosimamia na kufuata taratibu zote za Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania na kusimamia masala ya Waislamu wote Tanzania, yakiwemo yale ya dini, lakini pia na ustawi wa jamii ya Watanzania wote katika dini, lakini kiuchumi, kiafya, kielimu na hata kijamii. Kwa muktadha huo, katika kauli mbiu hiyo, Mheshimiwa Mufti wa Tanzania aliwasihi viongozi wote wa BAKWATA kuhakikisha kwamba kila kiongozi kwa nafasi yake na mahala alipo anasoma elimu zote na kuwa kiongozi bora ambaye anaweza kutumikia baraza lakini na jamii yetu ya Kitanzania kwa weledi. Kwa maana hiyo, Mheshimiwa Mufti kupitia ofisi ya Mufti akaanzisha kitu kinaitwa BAKWATA Online Academy. BAKWATA Online Academy ni mafunzo ambayo madhumuni yake ni kuwafundisha viongozi wa baraza katika ngazi zote wawe na elimu ya dini, lakini pia wawe na elimu inahusiana na uongozi, utawala bora na tehama, ili viongozi hawa waweze kuwasiliana, viongozi hawa wajue dini yao, viongozi hawa wajue mipangilio ya mambo katika baraza kiweledi. Kwa kutumia wataalamu walioko chini ya ofisi ya Mufti, katengenezwa system ambayo inatumika sasa hivi ya online. Sote tunafahamu kwamba katika dunia ya leo utumiaji wa tehama na mtandao ndio kitu ambacho kimeshika kasi. Kwa kuzingatia hayo na kuzingatia kwamba viongozi wanaotakiwa kupata elimu hii ni wengi na wako Tanzania nzima, ili kupata coverage yake ikatengenezwa system ambayo inatumika na jina lake likatumika, linaitwa BAKWATA Online Academy. Kupitia hiyo mwitikio ukawa ni mkubwa sana. Viongozi wengi wa baraza na hata wasiokuwa viongozi wa baraza wengi wameitikia, wamejiunga na mtandao huo, wakaingia kusoma, na walillahi alhamdu benchi ya kwanza wamesha graduate wanafunzi wapatao 500. Katika dhana hiyo, kwa sababu jambo hili limeingia katika mtandao, limekuwa si la Tanzania tena, la kidunia. Kila aliyeingia katika mtandao kupitia website ambazo zipo aliona juhudi ile inayofanywa na BAKWATA chini ya Mufti wa Tanzania Sheikh Bakari Zuberi bin Ali Mbwana. Ndipo wenzetu kutoka chuo cha huria cha kimataifa cha Gambia International Open University wakaona juhudi hizo. Walipoona juhudi hizo, wakafanya mawasiliano na sisi kupitia wataalamu wetu wa BAKWATA Online Academy, wakahamasika, wakavutika kuja Tanzania ili kujenga mahusiano na mashirikiano ya pamoja, kwanza katika kuendeleza swala la elimu hapa Tanzania. Ndio maana leo hii tunaye mgeni wetu Dr. Cheno Omar Bari ambaye ni Vice Chancellor wa Chuo Kikuu Huria cha Kimataifa ambaye tunaye hapa. Lengo kubwa la yeye kuja hapa Tanzania, kwanza kusoma mazingira ya BAKWATA, kupata uzoefu wa BAKWATA, namna gani wanaendesha system hii mpaka mafanikio yanakuwa makubwa katika muda mfupi, kwa sababu amejaribu kuangalia katika nchi zingine, amekuta mfumo huu kwa Tanzania umekuwa ni best practice, umefanya vizuri sana. Kwa hiyo amevutika kuja Tanzania kusoma nini tumefanya, la kwanza. Lakini pia kutafuta mashirikiano kati ya BAKWATA
na Chuo Kikuu Huria cha Kimataifa ili kuendeleza swala la elimu ya Watanzania kwa ujumla bila kujali dini zao wala makabila yao. Kwa hiyo BAKWATA kupitia BAKWATA Online Academy na Chuo Kikuu Huria cha Kimataifa tutaingia mashirikiano ya awali katika kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa Watanzania katika ngazi mbalimbali, lakini pia kuisaidia serikali katika swala zima la utoaji wa elimu kwa njia ya masafa ambayo distance learning, ambayo ndio mfumo unaotumika sasa hivi, hasa katika kipindi hiki ambacho wanafunzi anaweza kukaa mahala popote na akapata elimu pale alipo bila kuhudhuria darasa na bila kukutana na mwalimu moja kwa moja. Pia katika mashirikiano hayo ambayo tunaanza yatakwenda zaidi katika kusapoti na kuipelekea BAKWATA kuwa na chuo chake kikuu ambacho ni BAKWATA Online University, ambayo itasaidia pia kutoa elimu mbalimbali katika ngazi mbalimbali kuanzia level ya certificate, diploma mpaka degree na hata PhD baadaye. Kwa hiyo tunaye mgeni wetu hapa leo. Tumeshaanza mazungumzo mazuri katika mamlaka zinazohusika na taratibu zote za nchi zinazohusiana na uanzishaji wa vyuo hivyo. Tuko katika hatua za awali na mazungumzo kuona taratibu zote zinafuatwa ili hatimaye tuweze kufikia malengo hayo ambayo tunayo. Hayo ndo malengo makubwa ya kuwepo hapa leo hii katika press conference hii, kueleza umma, lakini pia kueleza dhumuni ambalo BAKWATA imefikia kupitia ofisi ya Mufti na BAKWATA Online Academy. Kwa hiyo machache niseme nimefungua, lakini wenzangu wataendelea kujazia kama tulivyo hapa, lakini baadaye tutasaini mashirikiano hayo ya awali katika kuliendea jambo hili adhimu ambalo nimelizungumza. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Asante sana Katibu Mkuu Nuru Jabir Mruma kwa ufafanuzi huo. Naamini wanahabari wamechukua kile ambacho kinachotakiwa kufanyika. Sasa mwenyekiti wa halmashauri kuu Sheikh Khamis, tafadhali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa Mufti, Mheshimiwa mgeni wetu na viongozi wote, ndugu wanahabari, kitu kikubwa ambacho nataka nikielezee hapa ni kuwa ili ufanikiwe kuwa kiongozi bora, kuna mambo mawili tu: kipaji cha uongozi na taaluma ya uongozi. Ukiwa na kimoja wapo, unaweza pia ukafanikiwa. Ukiwa na kipaji cha uongozi, huna taaluma ya uongozi, unaweza kufanikiwa. Na duniani iko mifano ya viongozi waliofanikiwa kutokana na vipaji vyao vya uongozi, hata kama hawakuwa na elimu kubwa. Ukiwa na elimu ya uongozi bila ya kipaji cha uongozi, elimu pia itakusaidia. Ukiwa na vyote viwili, utafanya vizuri zaidi. Sasa Mheshimiwa Mufti anajua kuwa uongozi wa baraza kwa 70% ni viongozi wanaochaguliwa na umma. Unaletewa katika safu ya viongozi waliochaguliwa na umma wakiwa na khalfia, backgrounds tofauti. Sasa ili jahazi liende vyema, ni lazima hawa ujalie kwamba wanahitaji kitu muhimu, nacho ni taaluma ya uongozi.
ili yule ambaye hana kipaji taaluma ile imsaidie, na yule mwenye kipaji aweze kutoa uongozi ulio bora zaidi. Jambo hili aliyofanya Mheshimiwa Mufti kwetu ni jambo kubwa sana. Sasa kwa kuwa halmashauri kuu ya taifa ya BAKWATA kwa mujibu wa katiba ndicho chombo kinachofanya kazi kwa niaba ya mkutano mkuu wa BAKWATA, kwa niaba ya halmashauri kuu tunampongeza sana Mheshimiwa Mufti na Shekhe mkuu wa Tanzania kwa ubunifu huu aliouchukua, ambao leo unatupelekea katika kusaini mkataba huu wa mahusiano baina ya BAKWATA na Chuo Kikuu Huria cha Kimataifa. Ni imani yetu kuwa Mheshimiwa Mufti amefungua mlango si tu kwa viongozi wa BAKWATA bali kwa Watanzania wote kuweza kujichotea kupitia elimu ya masafa ambayo sasa ndio elimu inayotumika zaidi ulimwenguni katika kufikia malengo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hapo Mheshimiwa Mwenyekiti wa halmashauri kuu, naomba tumie fursa hiyo ya kumkaribisha Mheshimiwa Mufti wa Tanzania. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania Mujaddid al-Asr Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Bwana, umma unakusubiri. Tafadhali. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، Mheshimiwa Dr. Cherno Omar Bari, Mheshimiwa Mwenyekiti, Mheshimiwa wajumbe wa Baraza la Ulama mliopo, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri Kuu BAKWATA Taifa, Mheshimiwa Katibu wa Baraza ndugu Nuhu Mruma, Mheshimiwa Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam, kwa mwenyeji wenye kupita tukio hili, Mheshimiwa wataalamu wetu, ndugu yetu Maadhi, Sabila na wengine wote tulioshiriki, Mheshimiwa mashekhe wote mliohudhuria, Katibu wa Baraza la Ulama Sheikh Hassan Said Chizenga, Katibu wa Mufti Sheikh Musa Hamed bin Juma bin Hamed al-Bukhari. Nafasi yangu kwa sasa ya mwanzo ni kukaribisha mgeni ili aweze kutuambia chochote katika aliyoandaa katika hafla hii fupi, kisha baada hapo tuendelee na ratiba. So may I take this opportunity to welcome you, Dr. Cherno Omar Bari, as a Vice Chancellor of International Open University, to deliver a very brief speech on this visit to Tanzania and what we have achieved with all stakeholders. Please welcome. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Mufti Sheikh Abubakar Zubairi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. I want to also extend my thanks and appreciation to all the distinguished ulama and sheikhs who are on the high table, and all members of BAKWATA, and by extension to all the Muslim Ummah of Tanzania and to all the peoples of Tanzania. I extend this appreciation also on behalf of the Chancellor
of the International Open University, Dr. Bilal Phillips, who is actually the one who sent me personally to come on the invitation of Bagwata to discuss ways and means of ensuring that the International Open University and Bagwata comes to an agreement and terms on how the IOU can start operating in Tanzania and also in collaboration with Bagwata. It is important, if I'm given the floor, to probably briefly give an explanation and introduction of the International Open University. It is one of the, or in fact, probably the leading online university in the world, which was established in 2007 by Dr. Bilal Phillips. And it has grown to now offer more than, it has about 8 departments, and has been offering several courses from certificate, diploma to bachelor's level, and it has now increased to master's and PhD. The courses are wide and varied, but initially it was established to start teaching Islamic values and Islamic concepts to the Muslim Ummah. But with time, the need to more courses expressed by their students allowed the university to grow into different other courses. International Open University is accredited in the Gambia by the National Quality Assurance Accreditation Program, but is also recognized in many other countries, in Malawi, in Rwanda, in several other countries. But most importantly, it has grown today to a number of students of about 600,000 students who are active students online, and it is existing in almost 226 countries around the world. So it is one university one can say has the experience, has the history, and the professional competence to support in online education. So when Bagwata Online Academy expressed the interest to grow from an academy to a university, it was ideal that it was the International Open University that would be interested to support that. But at the same time, the concept of Bagwata is also aligned with IOU. If we are all willing to bring authentic knowledge of Islam to the Ummah, I think IOU and Bagwata can collaborate in that regard. So when I arrived, I have to express my appreciation to Mufti Sheikh Zubairi for the extraordinary welcome. From the moment I stepped at the airport, I have been given a VIP treatment in the name of IOU up to the time I'm speaking with you. The VIP treatment has not ended. Alhamdulillah, we have been able to visit magnificent structures in Tanzania, magnificent structures. Our concept of a learning center might, in the view of IOU, a bit smaller, but in the view of Bagwata, it is not something small. It is something magnificent, something big, and alhamdulillah, they have already identified several very big structures around Tanzania. We've been able to go to Bagamoyo, to Tanga, to Zanzibar, and also in Dar es Salaam. But I'm sure this is not all. There are many other centers they have identified. Time did not permit me to have the opportunity to visit all of them. But I am sure the determination, the willingness, and the resources that are invested by the Mufti and Bagwata is a demonstration that they are willing to really grow and become something extraordinary for Tanzania and for Tanzanians. And I think this is worth emulating, this is worth appreciating. And the International Open University, under the leadership of the Chancellor, Dr. Bilal Phillips, has already agreed fully to work with Bagwata to ensure that we start without delay programs of the International Open University in Tanzania, without delay. And we are willing to start that instantly, inshallah. And as we are progressing and growing, we will also give all the support that is needed
to see that Bakwata Online Academy becomes a Bakwata Online University that is not only going to serve, hopefully, Tanzania, we can also serve the southeastern region of Africa by expanding its knowledge. You see, education has no boundary. We cannot restrict education in a country. This is why the International Open University became online. You cannot say only people in Tanzania should learn this type of education and other countries will not learn that type of education. So the way forward is clear. International Open University will continue to collaborate with Mufti and all the supporters under him to ensure we start to give what is required to the Muslim Ummah, but to also open it all to every other Tanzanian who is willing to learn and understand the programs that we offer. Inshallah, this is going to start, and I'm hoping and I believe that with the support and the magnificent resources, I have to say it's magnificent resources, provided already by the Mufti under his guidance and leadership, there is a lot we can do, inshallah. So at this moment, I cannot conclude my speech without expressing our profound appreciation to Backwaters, to Mufti's team, led by Sheikh Musa. In fact, I told Sheikh Musa that I have not been doing a lot of sports, but since I arrived here, I've been doing a lot of sports. There was no rest. Every time I have to wake up at 6 in the morning and I have to rush to travel a long distance, and then after that we go to meeting, again a long distance. So I said, Sheikh Mufti, you see, we are getting, Sheikh Musa, we are getting old. I hope that our bodies are going to accommodate this. But I think it's also a demonstration that there is so much they want to do, and there is so little time I have to stay here. And they wanted everything done before I leave. And alhamdulillah, we have got several meetings, we have met several universities, but what is clear is that IOU and Bakwata is going to kick off immediately without delay and make sure things move in the interest of all those who will be beneficiaries of this project. MashaAllah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunapata maneno kidogo kutoka kwa ndugu yetu Msamila kabla Mheshimiwa Mufti hajaeleza kwa ufupi, ili mimi naamini sote hapa tumeelewa, ila sasa kuna baadhi ya Watanzania huko hawajaelewa. Naomba uchukue dakika chache sana Msamila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mgeni wetu ameanza kwanza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini segment 8, idara 8 ambazo zinafanya kazi. Mwanzo kilianza na kuelimisha umma wa Kiislamu, lakini kwa sasa hivi kilivyotanuka kinaelimisha umma wa watu wote duniani bila kujali dini zao. Na kwa muhtasari ameeleza shukrani kubwa ambazo zimetolewa na kansela wa chuo hiki. Mkuu wa chuo hiki ni Dr. Bilal Phillips, na yeye ameweka moja kwa moja wazi kwamba mashirikiano anayotaka kuyafanya na Bakwata anaona hayana haja ya kuchelewa, na lengo kubwa la kuitoa Bakwata Online Academy kwenda kwenye Bakwata Online University, wao kama International Open University watalishughulikia kwa ukamilifu wake. Mwisho kabisa, kwa muhtasari, ameeleza namna ambavyo siku 7 alizokaa hapa, ziara alizozifanya, maeneo aliyoyatembelea. Yeye alikuja na mtazamo tofauti kidogo, lakini amekuta hapa Bakwata imeenda mbali zaidi, ina mtazamo mpana juu ya swala hili, sababu ameeleza swala la learning center ni chumba kidogo tu, lakini yeye amekuta majengo makubwa pale Bagamoyo, Tanga, ameenda Zanzibar, ameenda Morogoro. Kwa hiyo ameona hamu ya Bakwata ni kubwa, na amemshukuru sana Mheshimiwa Mufti katika hili, kwamba yeye Mheshimiwa Mufti na baraza kwa ujumla wana mtazamo mpana juu ya swala hili, na hamu hiyo amemaliza kwa kusema kwamba yeye sasa hana haja ya kuona kwamba kama International Open University itafanya haraka iwezekanavyo mkataba huu unaosainiwa uanze kufanya kazi haraka iwezekanavyo. Ametumia hilo neno delay, without delay the contract will start very immediately. Kwa ufupi ni hayo. Asante. Na Mheshimiwa Mufti wa Tanzania, sasa ni nafasi ya kwako, kwa sababu wewe sasa baada ya haya naamini tunapata sasa kitu kutoka kwako. Warahmatullahi wabarakatuh. Bila kupoteza muda, kwa kuwa tayari mambo ya kiprotokoli tulishatanguliza,
nieleze tu kwamba kutokana na umuhimu wa elimu katika kuleta maendeleo ya jamii kwa ujumla, pia kutokana na kukua kwa teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, tumeona kama Baraza Kuu la Waislamu Tanzania tutafute njia rahisi ya kuhakikisha yoyote anayetaka kupata elimu hiyo aipate kwa njia nyepesi na kwa gharama nafuu. BAKWATA ilianza na kozi za muda mfupi kama mlivyoelezwa na waliotangulia, kuwapa maarifa ya uongozi, utawala bora na TEHAMA viongozi wote wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania ili waweze kuongeza maarifa katika utendaji wa kazi zao za kila siku. Kozi hii na nyingine sasa zinaendelea kupitia mtandao na kila mtu anasoma akiwa popote pale alipo. Na kama mlivyoona kuna watu wameshachukua mpaka vyeti kutokana na elimu waliokuwa wameipata. Kutokana na ufanisi wa utumiaji wa njia ya mtandao kupitia BAKWATA Online Academy, tumeona tuendelee kutumia TEHAMA. Watanzania wengi kwa kutumia TEHAMA, Watanzania wengi watafaidika kupata maarifa wakiwa popote bila kuathiri kazi zao za kila siku. Maana ni kwamba pamoja na kwamba tulikuwa tumelenga kuondosha matatizo kwa viongozi wa baraza na viongozi wa Kiislamu kwa ujumla, lakini maarifa haya yanaweza yakapatwa vile vile na Watanzania wote popote walipo, kwa kila ambaye anahitaji kupata elimu hiyo. Kutokana na magonjwa ya kuambukiza kama COVID-19 kusababisha lililotokea mwaka wa jana, shule, vyuo kufungwa kwa sababu ya kuepuka msongamano, basi hii imeifanya dunia kuongeza zaidi utoaji wa elimu kwa njia ya mtandao au masafa, yani online learning au distance learning, ili kuepuka msongamano mashuleni na vyuoni. BAKWATA kwa kuzingatia hilo imeona ianze maandalizi ya kutoa elimu ya chuo kikuu kupitia mtandao, ili kila Mtanzania mwenye kupenda kupata maarifa popote alipo na muda wowote asome kwa gharama nafuu. BAKWATA inaingia makubaliano na chuo cha kimataifa kiitwacho International Open University IOU kinachotoa elimu kuanzia shahada ya kwanza hadi PhD kupitia mtandao popote mwanafunzi alipo. Chuo hiki kitashirikiana na Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA katika kuwapa elimu ya juu wa Tanzania wote bila ubaguzi kwa manufaa yao na Watanzania wote kwa ujumla waweze kufaidika. Chuo hiki cha kimataifa kitaendana na utaratibu wa TCU na kuhakikisha kila Mtanzania akisoma cheti chake kinatambuliwa nchini Tanzania na duniani kwa ujumla. Chuo hiki BAKWATA iko tayari kushirikiana na serikali, taasisi na mtu yoyote mwenye kupenda maendeleo ikiwemo elimu. Leo hii tunasaini makubaliano rasmi na International Open University ili kuanza utekelezaji wa kuhakikisha Watanzania wanapata elimu kwa njia ya kisasa na kutumia TEHAMA kusukuma gurudumu la maendeleo ya nchi yetu ya Tanzania. Na hapa pana nafasi kubwa sana ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania kuisaidia serikali juu ya swala la elimu kwa wananchi wake. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukio la saini hilo na kwa kuwa Mheshimiwa Katibu Mkuu ndio mtendaji mkuu wa baraza, ndio maana anafanya hilo kwa niaba ya Mufti na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania. Ni jambo kubwa kabisa, jambo la kihistoria ndani ya BAKWATA. Nami hizi ni hatua kwetu na vizazi vijavyo, na hayo ndio
majadiliano kwamba sasa tumekubaliana. Takbir, Allahu Akbar. Mambo mazuri, asante sana, shukrani sana. Sijui kama kuna ule utaratibu wa kuonyesha haya, basi naamini hilo limekubalika. Sheikh Isa Othman, naamini huu ni muda wako wa kutufazia dua, na hawa wanahabari wanahitaji